Wanajeshi wa Ukraine wamelipukiwa na mabomu yao wenyewe huko mkoani Kursk nchini Urusi wakati wakikimbia majeshi ya Urusi, ambako taarifa kamili ambayo imeweza kuripotiwa ni ya kuwa kikosi cha mapigano cha Ukraine kiliweza kulipuliwa kwenye uwanja wake wa mabomu wakati kilipokuwa kikitoroka kutoka makazi ya huko Viktorovka kaskazini mwa Sudiza katika mkoa wa Kursk. Mkuu wa muda wa huduma ya wahandisi ya kikosi cha kusini aliye na jina la utani Pegasus aliweza kuliambia hivyo shirika la habari la TASS siku ya leo kuhusu wanajeshi wa Ukraine kulipuliwa na mabomu yao wenyewe katika uwanja wa vita huko mkoani Kursk nchini Urusi. Wakati wa operesheni ya kuondoa mabomu karibu na makazi ya huko Viktorovka katika eneo la kuondoa mabomu, walikumbana na ukweli ya kwamba adui, yani wanajeshi wa Ukraine, walilipuliwa na mabomu yao wenyewe katika eneo hilo. Inavyoonekana walikuwa wanajeshi wa Ukraine wakirudi nyuma kwa haraka sana na bila kujua walilipuliwa na mabomu yao wenyewe kutoka eneo hilo. Pia alibainisha kuwa kulikuwa na magari yenye magurudumu na yale yenye nyimbo pamoja na wafanyakazi wa Kiukrainia na wanajeshi waliolipuliwa kwenye maeneo ya mabomu hayo kutoka Kursk nchini Urusi, ambako pia kamanda wa Urusi alisema mapema ya kwamba wanajeshi wa Ukraine walikuwa wameweka kwa uangalifu mashamba ya mabomu kwenye njia za kuelekea makazi katika mkoa wa Kursk nchini humo, ambapo mashamba ya mabomu pia yakawa kikwazo kwa raia kuhamishwa kutoka makazi ya Malaya, Lokinya na Viktorovka katika mkoa wa Kursk nchini humo. Nje pia na taarifa kutoka Kursk na rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ya kuwa watu wa Magharibi hawaielewi Urusi, ambako Vladimir Putin alisema ya kuwa baadhi ya watu katika nchi za Magharibi hawaielewi Urusi, lakini ukweli huo hautatatiza maendeleo ya nchi hiyo. Rais wa Urusi aliyasema hayo Jumatano wakati wa mkutano wa bodi ya usimamizi ya Movement of the First, shirika la Urusi la watoto na vijana. Kuna watu katika nchi zinazoitwa Magharibi ambao hawaielewi Urusi, lakini hii haituzuii kuishi na kujiendeleza. Hii inapaswa kutupa motisha kuongeza idadi ya watu wanaotuelewa na wanataka kuishi nasi kwa amani na urafiki, Putin amenukuliwa hivyo. Lengo kama hilo linaweza kufikiwa kwa kufanya kazi kubwa na vijana haswa, rais alisisitiza. Mafanikio yanatungoja katika eneo hili ikiwa tutafanya kazi kwa bidii na kwa ufanisi na vijana na watoto na vijana wale ambao wanaunda msingi wa mustakabali wa nchi na kuthamini nchi hii, ambako pia shirika hilo liliweza kuanzishwa mnamo mwaka 2022 kwa kuungwa mkono moja kwa moja na Putin, ambapo Movement of the First imekuwa shirika kubwa la kitaifa kulingana na rais. Sasa inaleta pamoja zaidi ya wanachama milioni 11. Lengo kuu la kundi hilo ni kuwasaidia vijana wa nchi hiyo kufanikiwa katika maisha yao. Putin alisema kumsaidia mtu kupata njia bora katika maisha ndio ufunguo wa mafanikio. Karibu kila mtu anataka mafanikio, hata kama anafikiri ya kwamba kwa ujumla hahitaji chochote na kila kitu ni sawa. Hapana, katika nafsi zao kila mtu anapigania mafanikio. Ili kufikia mafanikio haya unahitaji kutafuta njia yako ya maisha na kutafuta biashara ambayo uko tayari kujitolea maisha yako. Hii ni moja ya sababu kwa nini vuguvugu la kwanza liliundwa. Rais wa Urusi ameweza kusema hivyo.